Amina alijua kuwa hii ilikuwa fursa pekee ya kubadilisha maisha yake, lakini alijua pia kuwa alikosa vifaa vya uchoraji. Kwa ushauri wa mama yake, alikusanya vifaa alivyokuwa navyo kama brashi za zamani, karatasi ya zamani na vichorolo vya rangi alivyopata kutoka kwa majirani. Alienda kwenye shindano hilo akijua kuwa anaweza kushinda au kushindwa, lakini alijua kuwa lazima apigane kwa kila hali. Alipofika kwenye shindano, aliangalia michoro ya washiriki wakiwa na vifaa vya kisasa na alijua kuwa alikuwa na kazi kubwa mbele yake. Hata hivyo, alijua kuwa kipaji chake cha uchoraji kilikuwa cha kipekee na alijitahidi sana kuchora picha ya mandhari ya kijiji chake. Aliweka moyo wake wote katika michoro hiyo, akionyesha uzuri wa milima ya kijani, maziwa ya samaki na maisha ya kijijini. Mfalme aliona michoro ya Amina na alikuwa na furaha kubwa. Alijua kuwa Amina alikuwa na kipaji cha kipekee na alijua kuwa alijitahidi sana kwa kuwa alikuwa na mapenzi ya kweli kwa sanaa. Amina alishinda shindano hilo na alipokea zawadi ya dhahabu na heshima kubwa kutoka kwa mfalme. Amina alirudi nyumbani akiwa na furaha kubwa. Aliweza kumsaidia mama yake na familia yake kwa fedha alizozipata kutoka kwa zawadi ya mfalme. Pia alijivunia kuwa ndoto yake ilikuwa imeanza kutimia. Alijua kuwa umaskini haukuwa mwisho wa ndoto zake, bali ilikuwa ni changamoto aliyoweza kushinda kwa juhudi na uvumilivu. Hadithi ya Amina inatufundisha kuwa maisha yana changamoto, lakini kwa juhudi, uvumilivu na imani, tunaweza kufikia malengo yetu na kubadilisha maisha yetu, licha ya vikwazo vinavyotuzunguka.